Yapo kabisa Mbeya mwenzangu, kwa mara nyingine tena tunakujia kama hivi ndani ya Mbeya kwetu. Nafikiri umeniona hapa kabisa, niko ndani ya jumba la Alido, ambapo hii ni hoteli ambayo inapatikana hapa Kalemi, na kwa siku ya leo ndani ya Mbeya nimeamua kumpokea Jonas. Yeye ni kama vile manager wa Vision Team. Moja kwa moja kwanza nimkaribishe manager, wacha nikwambie karibu ndani ya Mbeya kwetu. Asante. Najua kabisa unamsikia yeye ni manager Jonas, lakini mheshimiwa manager Jonas, vipi, niambie unasemaje kibinafsi, unazungumzia nini hali halisi sasa hivi ya muziki? Kwa sasa hali ya muziki jimboni kwetu tunapoitazamia hatuko pazuri, muziki bado unaendelea unasonga taratibu. Manager Jonas, tukibaki ndani ya Vision Team, tayari unasema kwamba anayesema hivyo ni mnafiki. Unajua, lakini nini sasa wewe unaweza kawaambia watu wanaofikiria hivyo? Kwa sababu watu wengi, mafans wenu wanadai kuwa inakueje mwende mfungue lebo Burundi, na kati hapa tu Kalemi wasanii hawajatoka, wasanii hawajafanya collab na wasanii wakubwa, wasanii hawajafanya nini, lakini mmeamua moja kwa moja kwenda kufanya hivyo huko Burundi. Uone nayo wenda wanasheria yao watu wanaozungumza hivi. Watu wanazungumza. Unajua kwa nini mtu akiamua kujenga nyumba yake huwa anaweka vizuizi watu wasione project yake iko inaendelea? Wenda kwa sababu ni ya vishawishi. Huyu atakuja, mimi napenda iwe hivi, kwa sababu ya kuongea kwa watu. Kwa mtu lazima aongee. Unajua kila mtu kwenye dunia huwa anajiona yeye ndo anajua kuliko mwingine. Na ndio maana ukiona kwenye unapoangalia mpira, Lionel Messi anaweza kapiga chenga ikaenda vibaya, unaweza kumwambia angefanya hivi. Wakati yeye mpira ambao anacheza Messi hajui. Magoli anafunga Ronaldo yeye tukafunga hata moja. Lakini yeye anakuambia Ronaldo angepiga hivi, kama yeye ni mjuzi kuzidi Ronaldo. Kwa sababu ni binadamu lazima. Kwa uwezi kumzuia binadamu kuongea. Mimi siwezi kumzuia binadamu, ni yeye anaongea. So sisi tuna project kubwa. Tumefungua Bujumbura, tutafungua Dar es Salaam, tutafungua Uganda, tutafungua sehemu nyingi Vision Team. Tutaifungua, tunaenda moja kwa moja. Kwa East Africa sisi tuna, ili ni kuonyesha kwamba sisi tuna base na East Africa. Unajua kwa sasa watu wengi wana base msanii kutoka tu mpaka Lubumbashi. No, sisi tumekataa. Kutoka mpaka Kinshasa kuna wasanii wengi. Sisi tuna base kwa sababu unajua East Africa kutoka ni rahisi. Tuko Bujumbura na Dar es Salaam ni watu ambao, kwa mtu msanii akiwa anakuambia mimi ni msanii kutoka Vision Team Bujumbura, nataka collab na msanii Dar es Salaam, kwa ni kitu kimoja, ni rahisi. Hata wasanii wakubwa wanaweza kupata collab rahisi. Kwa ni vitu ambavyo watu wanafikiria, watu wana akili. Tunapanga project ambazo tunaziona kwa mbali, sio hapa. Lakini manager, unaposema hivyo pointi nzuri sana na ni la kusupport. Ukisema kwamba mna maono ya mbali sana, tubaki tu hapa nyumbani, kwa sababu nikikumbuka vizuri mimi ni mtu ambaye napenda kuongea sana na mifano. Kwanza watu wanalaumu kusaini kwenu, mlisaini vibaya sana. Ndio kwa maana leo mnashindwa hata kumjua nani atoke nani abaki. Mmesaini wasanii 4 kwa mara moja, mwaka mmoja na tarehe moja wote wakaingia. Leo hii tena mnaamua kwenda Burundi, bado wasanii wa hapa kikawaida tuseme wasanii hapa hawajaiti. Hilo ungeamini kwanza. Wasanii hawajaiti ili washike jina lao, waseme kweli msanii anatembelea gari au msanii anatembelea iti, mpaka tuone Bujumbura mnaenda kufanya kazi. Kwa sababu ili Diamond leo ajikute anafungua lebo Kenya, ni kwa sababu ukimsikia anasema kwamba nimeshaweza Tanzania. Nimekuelewa. Unajua unashinda kutofautisha kuit na kipato. Unajua kuit ni kusikika. Sehemu husika ndio kuit. Unajua mimi fulani anasikiliza, fulani anasikiliza. Kipato huja baadaye. Umeona? Nakuelewa. Kipato huja baadaye. Msanii anaiti. Kuna wasanii wengi ambao sasa hivi ni maiti lakini hawana vipato. Ni wengi. Afrika wakubwa Afrika wanaiti sio, lakini kiangalia mfuko hamna kitu. Lakini wanaendelea kufanya makubwa, ila wana zile hela tu za ambazo ni hela za kuwarithisha maisha. Lakini kwa nini sasa msifanye tu hapa Kalemi? Kama kwa mfano tumebaki na Bimfano, tumebaki na Mr. Lap, tumebaki na Cleopac. Kwa nini msimtoshi mmoja ambaye atapushi muziki wenu na ambaye ataionyesha, ataiwakilisha Vision Team sehemu popote, niseme Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Vizuri sana kwenye swali lako. Wewe umesema tupushi mtu mmoja. Wakati umeniambia hapa kwa Bimfano nataka kutoka sababu atetesi na kumpeleka Shatef kuwa juu. Umeona? Tumeona hilo kwa sababu leo amebaki umesema kuwa kuna mmoja tu. Wewe mwenyewe umesema kuwa lazima tu kuna mmoja tu awe hit. Unajua kuhit
huwezi kumlazimisha mtu kuhiti wakati una nyimbo ambayo unaifanya inahiti. Fanya nyimbo itakaowashawishi watu waiti. Fanya nyimbo itakaowashawishi watu wakufanye wewe, sio sisi watu wakufanye wewe uwe hiti. Kwa hiyo tunaomba kila mtu tunamweka, tunachukua huyu tunamweka. Yule ambaye watu waseme bwana sisi kwa huyu nyimbo yake kabisa hii sawa inatufanya iwe hiti, atakuwa hiti. Shukrani sana, atakuwa hiti kabisa. Nafikiri huyu ni Manager Jonas ambaye unakuwa unamsikia na anakuwa kupatia mengi zaidi Mbea mwenzangu. Tutakuwa tunaendelea kuwakilisha kabisa na kupata jalio mengi zaidi na yanayojiri sana ndani ya Mbea kwetu. Lakini Manager Jonas, tuzungumzie hili habari nyingine inakuwa navua sana. Wewe kama vile manager nafikiri utakuwa unapata mengi zaidi na kujua hili. Inakuwa inasemekana kwamba lebo ya Vision Team inakuwa inashawishi sana watangazaji. Inataka tu wao kazi zao zisikilike tu upande mmoja, yani watangazaji wawe tu wa kwao, wasifanye kazi za watu wengine. Hili unachukuliaje wakati wenzenu wa kikazi wanazungumzia hili? Unajua ni wao wanazungumza. Mimi mtu anapozungumza huwa na huwa namuelewa, sababu anazungumza kitu ambacho havijui. Hakuna siku sisi tumekushawishi mtangazaji awe mtangazaji wa Visionary Team. Hakuna siku. Ni mfano sisi kwenye lebo yetu tupo na Yaf kama porte parole ndani ya lebo, sio mtangazaji wa lebo. Na ndio maana unaweza kuona pale Yaf akiwa kwenye kipindi akasema kuwa mimi ni mtangazaji wa Visionary Team, niko hapa station. Hautamsikia hata siku moja, kwa sababu yeye ana kazi ya sana ya TV na huko ana kazi ya kuongea kwa ajili ya lebo. Hawezi kuvichanganya vile vitu kwa pamoja. Umeona? Lakini kama unavyodai unavomgusia Yave Mshidi, kwanza nimpe hai za kupita kabisa. Unapomzungumzia Yave Mshidi, uone unampatia hata kutokuwa na wasanii wengi katika kipindi chake, kwa sababu ukiangalia leo hivi msanii wa Hali Kiba hawezi akafanya kazi na radio ya Wasafi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ninavyoongea na wewe ni kugumu sana kumsikia Alikiba akisikika kwenye radio ya Wasafi. Uone kama mnambania Yave Mshidi kutokuwa na wasanii wengi kwenye kipindi chake, maana watasema kwamba huyu ni mtangazaji wa Vision Team. Ukisema ulete mfano wa Yave na wasanii wa Alikiba ni kitu ambao kiko tofauti sana, kwa sababu Alikiba na Diamond ni watu ambao waelewani, ni watu ambao wana beef. Kwa labda watu wawe na beef na Yave ndio watafanya interview na Yave. Ukisema kwa una watu ambao wana beef na Yave, na maana hawezi kwenda kwa Yave. Wasanii Yave ana beef na msanii. Yave kila mtu anaongea naye na anaongea na watu vizuri na anauliza maswali mazuri na ana promote kila mtu. A promote lebo vizuri. Hakuna. Leo tumesikia Bujumbura mmembeba Olivier Socrates. Naye pia ni mtangazaji. Uone tu bado mnaenda na ile sifa ya kuchukua watangazaji. Hamna, sisi tumbeba Olivier Socrates. Socrates ameleta maoni. Ndio bwana, kuna maoni 1 2 3. Ni mtoto wa Kalemi. Tuchukue Mrundi tumweke pale wakati Socrates yuko pale, mtoto wa Kalemi. Hii ni kaaje akilini, watu watatuelewa vipi? Tunachukua Warundi tunaweka kwenye lebo ya Bujumbura, wanaongoza lebo ya Bujumbura. Wale matunda ya lebo ambayo watoto wa Kalemi wamehangaikia na watoto wa Kalemi wako Bujumbura. Ile make sense. Hiyo mimi nataka kuongea hapa, anayeongea hivyo ni mawazo mpumbavu na kijinga. Lakini kuleta mawazo hajasema mfanye naye kazi. Wewe ameshawishi tu kimawazo, inabaki kwenu sasa kufanya kazi. Sisi tunaangalia hapa hivi tumchukue nani? Wewe ni mtangazaji, lakini hamjamshutumu hivyo bwana. Wewe ni mtangazaji bwana. Tusiambeba hapa tuchukue nani? Yeye yuko pale anasoma. Yeah. Anakuja Kalemi ni mtangazaji. Akikuja Kalemi cheo chake cha Visionary Team kinakuwa kiko anda, sababu hapa kuna watu wengine ambao wanajua Visionary Team. Akiwa Bujumbura, sisi kwa Bujumbura na sisi cheo chetu vinakuwa vipo down. Yeye ndo anatumiliki. Tuzungumzie sasa hivi kuna watangazaji wengi tu ambao wanatajwa sana au wanatumikishwa sana na Visionary Team. Na tukiangalia hata wasanii wenu wanapopanda sana kwenye media hizo, wanakuwa watumiki sana na watangazaji wengine. Je, tukiangalia performance yenu mkiwa kwenye Afya FM tuchukulie mfano, unakuta wasanii wenu wengi wanatumika sana na Joel Kabwe, wanamsahau sana DJ Doctor. Uone hili nalo, na huku Joel Kabwe ndo anatajwa sana kuwa anatumika na nyinyi sana. Hakuna siku nishawahi kwenda ku Afya FM nikafanya interview na Joel Kabwe kama mimi niko pale. Huwa nafanya na DJ Doctor. Na ukimuuliza mwenyewe anajua hilo. Huwa nafanya na DJ Doctor nikiwa Afya FM nafanya DJ Doctor. Kuna wasanii ambao ni mabest na watangazaji. Unaweza kumwambia msanii bana, chagua leo unakwenda sehemu gani? Anakuambia mimi nakwenda Afya FM. Unafungua radio unamsikia yuko na Joel Kabwe. Unaanzaje kumkataza? Unataka kumpigia simu bana, mimi sipendi upite na wewe mtangazaji, wakati mwenyewe ndo amemchagua.
Kwa kila msanii anaangaliaga ni mtangazaji gani ambaye yuko naye comfortable, anapofanya interview anajisikia yuko vizuri. Mimi hata mimi leo nikienda Dar es Salaam, watangazaji wangu ni 3 ambao naweza nitakaa naongea vizuri. Naongea na Bidazen, naongea na Adam Chof, naongea na Dula Planet East Africa TV. Kwa ni watangazaji ambao mimi nikiwepo najisikia niko very comfortable nikiwa niko naongea. Kwa ni watu ambao najua huyu akiuliza maswali, anavouliza na anavochangamsha kipindi, nakuwa niko vizuri. Kwa kumchagua mtu, msanii kumchagua mtu sio makosa ndugu yangu. Sasa hivi unavyoiweka lebo ya Vision Team hapa Kalemi na lebo nyingine, wewe unaipa nafasi gani? Lebo yangu mimi naweka kama chuo ya muziki. Chuo ya muziki. Ina maana inawapeleka hao wengine wote kwenye chuo? Hamna. Ni chuo ya muziki ambayo inafunza vijana wetu ambao wana vipaji ili kuwapeleka sehemu fulani. Unaona, leo nikwambia ukweli, kama Shatef angetoka Visionary Team atageza tena hapa Kalemi, singekubali kumvunjia mkataba. Ningekataa. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Hakuna lebo itakayompeleka tena juu hapa kwetu. Lakini tunajua Lubumbashi akibahatika kupata lebo kubwa ambayo inasikika, itampeleka sehemu fulani, kipaji chake kitafanya nini? Kitashamiri. Umeona? Kwa ndio maana tumemwachia bana, nenda. Kwa sababu kesho yake hakuna anayejua kesho. Shukrani sana kabisa Mbeya mwenzangu, naona kabisa muda unakuwa unatutupa, lakini Manager Jonas, nataka nakuomba kabla sijamaliza na swali langu kabisa, nataka nakuomba uweze kuwaambia waambia wenzangu Vision Team iko vipi, kama vile neno lako la mwisho kwenye Vision Team. Alafu mimi nitakuwa namalizia na swali langu. Abo waambia ambao mnomfuata Dewilo Kalubula asiwe na madanganya. Anapokuwa anaongea kitu muwe mnakataa, msikubali. Sio kila kitu ambacho tumekisikia ni kweli. Acheni habari za kusikia. Kuwa wewe fuatilia, tupo Visionary Team, tupo YouTube. Andika Visionary Team official utapata habari zetu. Tupo Facebook, hiyo Visionary Team official utapata habari zetu. Tupo Instagram, tupo Spotify, tupo Boomplay. Kwa hiyo tutatafuta kwenye mitandao ya kijamii, sisi tunapatikana. Na hapo ndo usubirie taarifa za ukweli. Ukikuwa taarifa ya msanii kutoka leo kwenye lebo utaipata. Ukikuwa taarifa ya nyimbo kutoka utaipata. Sawa? Kwa hiyo tumefanya zile zinaitwa fair price. Mtu anakujibu kwa $500, anakujibu kwa $100, kwa $50, kwa $20,000, kwa $10,000. Wewe mtu unamfanyaje? Unamthamini sana. Tunamthamini? Yeah. Kwa ukitaka kutoa mwaliko utoe mwaliko. Natoa. Tumetoa mialiko 20. Ndio sisi tumetoa mialiko 20 ya watu 20 ndio tumealika. Na wale watu wote nenda ukamwone mkuu wa Raubank. Najua unaongea na mimi nakutuma nenda ukamwone. Umuulize baada ya yeye kupata ile invitation nini alichokuanza, baada ya invitation kufikia alifanya nini? Alitoa hela. Tena hela tiketi kama watu 10. Kwa uwezi kuacha kumpa mtu ile invitation kwa sababu ya nani? Hatukualika mtu bure. Hakuna mtu tuliyemwalika bure. Kama tungealika mtu watu bure, ningemwalika rafiki yangu Chidi wa Ilala ambaye tulikuwa na bibi Gimen wakani. Sijampa mwaliko kwa sababu hajachangia chochote. Sawa? Yeah. Ningealika wa marafiki zangu wengi wangekuepo pale. Kwa sababu tulikuwa tunataka watu. Lakini watu waliokuja pale kila mtu alitoa hela, sio bure. Shukrani sana kabisa Mbeya mwenzangu, nafikiri tuko pamoja sana. Endelea kujisubscribe, comment video zetu. Nafikiri utatupenda sana. Jona turudi hapo nyuma. Shatef ameomba ruhusa kutoka ndani ya lebo. Mmekubali ruhusa yake au hamjakubali? Yeah, tumekubali. Mmekubali kirahisi. Yeah, kirahisi. Lakini kunakuwa na tetezi, je, mnaongea naye kwa usalama hata kwa kuwa ametoka? Shatef. Yeah. Vipi? Maana sisi ni Wambea. Tunatetezi kwamba manager wake mkuu ama niseme PDG Bonfils amemblock msanii huyu kwa hataji hata kuongea naye. Sijui. Hiyo taarifa mimi sina nayo. Sisi tumesikia kama vile Wambea amemblock. Tumesikia, mimi nimekuambia mimi sina hiyo taarifa. Mpaka imefikia hatua ya kublokiana au ni kwamba hakuna usalama hapo? Hapana, kublock mtu mimi mbona tunamblock na audio nyingine ninayo ambayo nimemtumia. Nimemsendia audio juzi hapa Shatef. Sijamblock. Vipi IB naye usalama na mnaongea kwa usalama? IB tunaongea naye. Tunazungumza na IB kwenye ukiangalia kwenye nanizo tuna like picha zake. Hatuwezi kuwa na bifu na maanda na watoto wadogo ama na wasanii. Kisa mimi ni manager. Sawa? Na manager kama manager kesho Shatef anaweza kuwa msanii mkubwa. Akanihitaji mimi nifanye naye kazi. Nikafanya naye kazi. Kwa bifu ya nini?
Yep, tuongelee muziki Manaja Jonas. Aisee, Manaja nasikia kabisa yuko sawa, yuko fiti kabisa ndani ya Mbeya kwetu. Manaja, tuzungumzie Vision Team. Vision Team imeanzishwa hapa Kalemi. Nikikumbuka sasa hivi ndio mwaka mzima na miezi kadhaa lebo hii imefanya kazi. Lakini watu wanajiuliza, lebo haijaita hapa Tanganyika, tayari tumepata fununu kuwa mmefungua lebo nyingine Burundi. Hili ni nini ungetaka kuambia Wambea waweze kuelewa? Kiukweli ni kwamba lebo Tanganyika, akisema lebo haijaiti Tanganyika ni mwongo. Lebo Tanganyika tayari imeiti. Hakuna sijua, tuache unafiki. Hakuna sijua lebo ya Visionary Team Kalemi, hakuna. Atakwambia juu lebo ya Visionary Team ni mnafiki. Unasikia ndugu yangu? Ni mnafiki. Ambaye ajui lebo ya Visionary Team ni mnafiki. Sisi tunapita huko watu wanatushika vidole. Yule ni fulani, yule ni fulani kutoka sehemu fulani. Kwa asikudanganye mtu kuwa lebo ya Visionary Team haijulikani, ni uongo. Unasikia? Kwa ndio hivyo. Asante sana kabisa Mbeya mwenzangu, nafikiri kabisa tuko pamoja sana. Yap, nafikiri unaendelea kutupata kabisa. Ya, niko naye Manaja Jonas ndani ya Mbeya kwetu. Yaani ni ile Manaja Jonas, tofauti na wasanii wako ulionao ndani ya lebo ya Vision Team hapa Kalemi, ungetamani msanii mwingine gani aweze kuwa ndani ya lebo yako? Wasanii wengi. Kama vile mimi nataji tu mmoja tu. Niambie kwamba mimi ningetaji huyu awe ndani ya lebo yangu. Kwa kwanza tufanye mfano kama vile Visionary Team ilikuwa kama vile ni lebo ambayo inataka kuchukua wasanii hata 20,000. Wasanii ambao ningewachukua ni wengi. Kalemi tuna vipaji kwa sababu kuna Manaja Jonas, itakuwa vizuri unijibu bana. Mimi nahitaji tu msanii mmoja tu kwa sababu kabla kufika kwenye kundi. Nikisema mmoja kweli nakuwa sitendee hata wasanii wengine. Kwa hiyo wawili basi. Wawili nao haitoshi. Sababu ni wengi wasanii. Serious Tanganyika na wasanii. No, mimi nahitaji tu sababu unajua mtu anaweza kawa yupo lakini unatamani ningetamani fulani awe hapa. Combination ya fulani kwa hizi idea zetu tungekuwa nayo hapa, kazi ingeenda vizuri. Wewe tofauti na wasanii wa lebo yako, nani mwingine msanii ambao unaweza kusema huyu angekuwa hapa? Wapo wengi. Katika hao wengi nahitaji hata mmoja. Sababu umeshasema ni wengi. Tutajia mmoja sababu wapo wengi. Shukrani sana kabisa Mbeya mwenzangu, nikushukuru kwa sababu umechukua muda wako kututizama. Nitedeloka Lubula mtu ni Bantu Mbeya wa kwanza Tanganyika nzima. Nilikuwa naye Manaja Jonas kutokea Vision Team. Wacha nikwambie shukrani, endelea kujisubscribe, comment video zetu, like video zetu, na itakuwa vizuri sana ukiwa kabisa pamoja na sisi ili usiweze kukosa yale yafuatayo. Shukrani. Asante sana.